Ya, nadhani ukienda kutathmini jinsi ambavyo Yanga wataenda kumtumia Peter Shalulile msimu ambao unafuatia, msimu ujao, kuna kitu tofauti unaweza ukawa unakiona kwenye kikosi. Sasa hivi Yanga wana wachezaji watatu ambao wote ni standing striker. Yaani tunasema central forward. Wanaye Peter Shalulile, wanaye yule bwana yule Msenego Sheikh, wanaye pia Clement Mzize ambaye huyu ni mchezaji wa ndani ambaye yeye pia anaweza Depo pia yuko kwenye kikosi. Kwa hiyo kuna yule striker pia amesajiliwa kutoka Mashujaa. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji wanaweza kacheza maeneo pia tofauti. Peter Shalulile, mimi profile yake nilivyoifuatilia, ni mchezaji ambaye yuko huru sana kucheza eneo la kama namba 9, yani tunasema ile standing striker. Kwa hiyo umri wake sio shida. Ligi yetu sio ligi hiyo ambayo inaweza kumsumbua Peter Shalulile. Yani kama ametoka South Africa, msimu uliopita hakuwa na season nzuri kwa sababu amekuwa na ile decline, na tunajua Mamelodi Sundowns wamekuwa na impact tofauti ya wachezaji kwa misimu karibia hii miwili. Wamejaribu pia hata kutransform coach yao, na ndio maana unaona wakati wanawaza kipindi kile wanakuwa mabingwa wa AFL walikuwa na labda wachezaji tofauti na hawa ambao sasa hivi unaona tena wameenda mpaka kuwa mabingwa wa Champions League na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Peter Shalulile, ligi ambayo anatoka ilikuwa ina intensity kubwa. Kwetu hapa mechi ambazo ni kubwa ni karibia mechi 2 mechi 3 ambazo automatically kama umecheza kwa season nzima miaka yote, umetoka Highlanders afu umeenda kwenye kikosi cha Mamelodi kwa miaka yote, tangu amekuepo Peter, na amecheza ligi ambazo zina intensity kubwa, amecheza mechi kubwa kweli kweli barani Afrika, sioni shida ambayo anaweza kaipata kwenye ligi yetu. Labda tu ndio ile kwamba aina yetu labda ya football atakapoenda kucheza labda Sokoine na wapi mazingira anaweza akawa tofauti kulingana na jinsi ambavyo mchezaji mwenyewe, lakini ni high profile. Kama kuna wachezaji ambao wako above age ya Peter Shalulile na wanaweza pia wakang'aa kwenye ligi yetu, why not Peter Shalulile? Anaweza akafanya hiyo kazi na bado pia akawa ni mchezaji ambaye ni wa kutumainiwa kwenye kosi. Kwa hiyo magoli 3 ambayo amefunga msimu uliopita, kwangu mimi sio fimbo ya kumpondea kabisa. Kuna baadhi yao wanasema kwamba huyo mchezaji kashuka kwenye ile top, lakini ukienda kutazama record ya Mamelodi, huyu kama si mchezaji wa 3 kwenye orodha ya wafungaji bora wa muda wote kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns, Peter yupo. Amecheza karibia michezo 200 kwenye kikosi cha Mamelodi na amefunga magoli 100 na sehemu. Sio kitu kidogo kabisa kwenye kikosi. Lakini national team wise, Peter Shalulile ndo mfungaji wa muda wote kwenye kikosi cha Namibia, ana magoli 18 kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo impact yake inaweza kawa sasa hivi sio ile ya moja kwa moja kwenye vikosi hivyo, lakini kulingana na ligi yetu jinsi ambavyo ilivyo, Peter Shalulile anaweza akawa ni work rate nzuri kwa kikosi cha Yanga, na bado pia akawa na matumaini, au Yanga wakawa na tumaini jingine ambalo pia wameleta kwenye kikosi, na bado pia akawa na performance ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mimi kwake naona tu ni top notch, yani anatakiwa kuja na kuingia moja kwa moja kwenye kosi. Haijalishi sijui hayo mambo ya majeraha manini, anaweza akaya overcome wakati pia yupo kwenye kosi, kwa sababu ana hiyo time ya kwenda kuonyesha kitu tofauti. Amecheza South Africa, ligi yetu pia ipo kwenye mwelekeo wa kuwa ligi ambayo ni shindani pia barani Afrika. Tumewahi kufika kwenye levels ambazo kubwa. Sasa hivi tunasema ligi namba 6. Why not mchezaji profile kama hii, licha ya kwamba Yanga wanaweza kuwa wametoa kiasi kikubwa kwa ajili ya kumsign ile signing on fee, kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa free agent, hawajamnunua kutoka Mamelodi. Kwa hiyo kuweza kumshawishi na vitu vingine mpaka kumleta kwenye course, inawezekana Yanga wametoboka kweli kwenye mfuko. Lakini ni kati ya wachezaji ambao mimi kwangu naona kabisa ni promising player ambaye atakuja kuipeleka Yanga kwenye stage nyingine pia, na hatua ambazo pia wanazihitaji barani Afrika.